ya jioni ya leo. Bwana asifiwe sana ndugu zangu popote pale mlipo ulimwenguni pote. Na kipindi hiki kama mnavyoelewa ni kipindi cha habari njema. Kama kawaida habari njema inakuja kwenu kila siku ya 4 ama siku ya Alhamis kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 3 ya usiku. Bwana ametuwezesha tena. Na kwa kuwa Mungu ni mwema, kwa kuwa Mungu ni mwenye upendo, anaendelea kutupa nguvu na ujasiri. Tunatoa shangwe na shukrani jioni ya leo kuona kama tuko wazima, tumeweza kuja katika mitambo ili tuweze kutoa habari yake. Na nyinyi mlioko kwa manyumbani, mmepata uwezo wa kuweza kufungua television zenu, kuweza kufungua internet zenu ili muweze kupata habari yake Bwana. Bwana ataendelea kuwalinda usiku na mchana. Ataendelea kuwapa nguvu na ujasiri ili msiweze kutoka katika kwenye uso wake. Mungu wetu ni Mungu mwenye uwezo, ana nguvu ya kuweza kutuwezesha. Bwana asifiwe sana. Ninawaalika wale wote mnayefuata kipindi cha habari njema kwa leo siku ya mara kwanza. Mungu hatawaacha. Na kwa kuwa mmefungua leo habari njema, kila siku muendelee kufungua habari hii. Habari hii tunazungumzia neno la Mungu peke yake. Tunachukua masuala ya Biblia, zile scenario za Biblia, tunaweka katika maisha yetu ya kila siku. Tunalinganisha, tuone ni wapi tulikwenda kubaya ili tuweze kuongoza maisha yetu. Na kwa kuwa neno la Mungu ni neno lenye uwezo, neno la Mungu ni neno lenye nguvu, linatupa ile ufahamu, ule uwezo wa kuweza kuelewa yale tuliyopitia mabaya ili tuweze kuongoza siku za usoni. Na Mungu kwa kuwa neno lake anatupa nguvu ya kutubadili, nguvu ya kuweza kuelewa na nguvu ya kuwa watu wapya. Bwana ataendelea kutuwezesha usiku na mchana. Nyie mnayefuata habari njema kwa siku ya mara kwanza, habari hii inaletwa na mimi Dada Bahati. Ninayependelea kuitwa Dada Bahati. Mimi sio pastor. Mimi sina kanisa, lakini nimeona kama kuna shida, kuna madhumuni ya kipindi cha habari njema katika nyumba zetu sisi Waswahili, ili watoto wetu waweze kuwa na kujua hata jambo moja ama lingine kwa lugha yetu. Kwa kuwa Mungu sio mjinga, ili aweze kunyuma mimi na wewe Mswahili. Ana maana yake, na ile maana ndio maana tumeleta kipindi habari njema ili tuweze kumtukuza mfalme wa falme, Bwana mabwana. Yeye aliyetufikiria katika ajenda yake na akasema acha tumuumbe binadamu kwa mfano wetu na tuweze kumpa lugha Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Jambo hilo pekee yake ni la kuweza kuinua mikono Waswahili wote na mnasema Baba tunainua jina lako. Baba tunakusifu, tunakutukuza kwa kuwa ulitukumbuka na sisi. Bwana ataendelea kutupa nguvu na ujasiri. Na kipindi hiki habari njema ni kipindi kitaendelea miaka na miaka, uzao wa kufuatilia. Kwa kuwa ni kipindi chake mfalme wa falme. Kwa kuwa ni kipindi chake Mungu muumba, aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Bwana asifiwe sana. Kabla tujaendelea mbali, kipindi cha habari njema mwezi huu wa 11 tunaombea Kongo. Maombi yetu ni kuelekea Kongo. Kongo ni nchi Mungu aliipenda. Kongo Mungu ana upendo wa kipekee katika nchi ile. Kwa kuwa sisi ukituangalia katika nchi Kongo, tuna baraka nchi zingine hawana. Hiyo ni ya ajabu na tunapaswa kumshukuru Mungu wa Kongomani. Popote pale mlipo, Kongo yetu tunaipigania kiroho. Sio silaha za China ama za Russia. Nimeshasema hapana. Strategy tunabadilisha. Tunakimbilia mfalme wa falme, Bwana mabwana. Kimbilio letu. Anasema niite wakati wa shida nitakuwa pamoja nanyi. Niye mnayeniangalia kwenye television. Anasema tumuite wakati wa shida. Na shida ndio kama hii. Shida ndio kama hii ya confusion inayotokea kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Lakini ninachojua ameniambia wewe na mimi tutatamka jambo na litatendeka. Na unatamka nini usiku wa leo ndugu yangu? Unatamka nini? Unatamka ili wabaya watuingilie kwetu? Tamko letu ni ya kuwa malaika zake Bwana wanashuka na kushika madaraka sehemu zote za nchi ile. Kwa kuwa nafsi za binadamu pale zisiwezi kuangamia. Na haziwezi kuangamia kwa kuwa mfalme wa falme yuko pale. Haziwezi kuangamia kwa sababu Bwana majeshi tumemwita. Haziwezi kuangamia kwa sababu anasema niiteni wakati wa shida niko pamoja nanyi. Na mimi naendelea kuamini kuwa yuko pamoja nasi. Yuko pamoja nasi usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunamuita mfalme wa falme sasa. Tunamuita mfalme wa falme sasa ili aweze kuzungumza nasi. Tumuite Bwana. Tumkabidhi kipindi hiki habari njema. Kipindi hiki sio kipindi changu mimi. Kipindi hiki ni kipindi chake mfalme wa falme, Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Ni kipindi la kucha kutukuza neno lake. Kipindi cha kuweza kumwambia Baba tunakupenda. Baba tunakutolea shangwe na shukrani. Baba tunainua jina lako katika lugha zetu zote zile.
Nimeshawaambia tena ndugu zangu, Mungu siye mjinga aliyetuumba sisi Waswahili. Kwa sababu kuna wengi wetu tunajifaharisha kwa kutaka kuongea Kiingereza, tunajifaharisha kwa kutaka kuongea Kifaransa, lakini lugha ile Bwana alituumba nayo tunaidharau. Tupaze sauti zetu katika ile lugha. Ile lugha yenyewe Mungu alitubariki. Unaona? Mungu siye mpumbavu. Mungu siye mjinga. Tujifunze kuomba katika lugha yetu. Nani siwadanganyi, mfalme wa falme atatenda makubwa. Kwa jambo moja ile, kwanza kuweza kumtukuza na kuweza kumshukuru kwa yale makubwa ametutendea. Unaona? Sasa tumuite Bwana mabwana ashike madaraka. Tuombe. Baba, kwa uwezo wa jina lako, mfalme wa falme, Alfa Omega, ninasimamisha uwezo wako katika studio hii dakika ina sasa, katika nyumba za wafuasi wa kipindi cha habari njema, wale wanaefuata habari njema kupitia Star TV International. Baba, malaika zako washuke ndani ya nyumba zao na kuweza kuleta kila tatizo lote wanaokuwa nalo Bwana, yale wanaegemea wewe uweze kuwatatulia Bwana. Ninajua kwa malaika zako usiku wa leo wataendelea kuwapatia mtoto wako kufuatana na shida zao. Baba, ninatoa shangwe na shukrani kwa kuwa wewe neno hili unakwenda nalo, na popote neno hili linaingia, Yesu, ni mbegu inajipanda iweze kubadilisha mafikira yetu, kubadilisha mwendo wetu, kubadilisha namna tunavyofanya shida zetu za maisha za kila siku, kubadilisha sisi kwa jumla, ili tuweze kuwa wale watu tunayekufurahisha Bwana. Tunainua jina lako usiku wa leo, na ninakuomba zungumza. Mimi ni kama pipe ya kuweza kupitia neno lako peke yake. Zungumza na watoto wako usiku wa leo kwa uwezo wa jina lako Yesu, uwezo la mfalme wa wafalme, kwa uwezo wa jina la Yesu. Amina. Amina. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe. Leo kama vile nilivyowaambia wiki iliyopita, nilizungumzia kwa tutaongea maisha ya Danieli. Tumwone Danieli katika tundu la simba ili kuwaje. Alafu kama kawaida, habari njema ni mafunzo ya maarifa ya neno la Mungu, ili tuweze kuliweka katika maisha yetu, tuweze kulinganisha na maisha yetu ya kila siku. Unaona? Tuweze kujiongoza ili tuweze kuwa wale watu wenyewe Mungu anawapendelea. Sasa tumfuate Danieli tuone. Na Danieli tunamsoma, lakini tunalinganisha Danieli na maisha yetu binafsi, alafu na maisha ya nchi yetu Kongo. Na tunazungumza ni kiroho. Ninajua tunaongelea kimwili, lakini haya maswala tunaongea katika Biblia tunayashika kiroho, ili kiroho tukisha kuyapata ndio yanabadilika kimwili. Kwa uwezo wa jina lake Yesu tutaweza. Tusome Danieli, kitabu cha Danieli sura 6 na mstari wa kwanza mpaka 28. Kama kawaida mnajua tunakwenda mstari ufuatana na mstari mwingine. Tunaelezea, tunaendelea. Ikiwa kama hatutamaliza, tutamalizia wiki inayokuja. Maana kaya maombi ni special maombi kwa Kongo. Mkongomani popote pale ulipo, ndugu nyie mnayefuata habari njema mlioko watu wa nchi zingine, hakuna tatizo, lakini wakati huyu kuna umuhimu sana wa kuiombea Kongo. Maanake Kongo mnajua kama watu wengi wamekufa. Sio mapenzi ya Mungu binadamu wafe kama nzi. Sio mapenzi ya Mungu. Unaona? Na nyie mtusaidie kimaombi ili tuweze kuwa pamoja. Maanake neno la Mungu linasema wingi ni nguvu. Ikiwa nyie wa Tanzania, ikiwa nyie ni wa Kenya, ikiwa nyie ni Waganda, ikiwa nyie ni Warundi, ikiwa nyie ni kabila zote zinaongea Kiswahili mnayefuata kipindi hiki, tunaombea Kongo wakati huyu, na Mungu atawabariki popote pale mlipo. Bwana asifiwe sana. Tuanze. Tunasoma mstari wa kwanza. Ilimpendeza Dario kuteua maliwali 120 ama 112 kutawala katika ufalme wake wote, pamoja na wasimamizi watatu juu yao, ambao mmoja wao alikuwa Danieli. Maliwali walitoa hesabu kwa hao wasimamizi ili mfalme asipate hasara. Unaona? Hawa maliwali 120 waliangalia namna kumsaidia mfalme ili wao ekonomia nzuri wakati ule wa zamani. Lakini miongoni mwao kulikuwa mfanyakazi wa Mungu, yule kijana aliyemuomba Mungu saa zote za maisha yake, na alikuwa anaitwa Danieli. Unaona? Basi ikaonekana hapa, tunaingia mstari wa 3. Basi Danieli alijidhihirisha mwenyewe. Haleluya. Danieli alijidhihirisha mwenyewe miongoni wa wasimamizi na maliwali kwa sifa zake za kipekee, hata mfalme akapanga kumweka juu ya ufalme wote. Haleluya. Kwa zile excellence zake,
Unaona ile kujifaharisha kwake, kwa sababu alikuwa mtu asiyekuwa wa kawaida. Alikuwa na maombi kuzidia watu wote. Ukiwa na maombi ndugu yangu, hakuna namna Mungu anakuacha. Mungu atakufanya wewe uwe ni tofauti. Na ndio maana ninawaita watoto wa Kongo. Na ndio maana ninawaita watoto wa Kongo mwezi wa 11. Tujifanye na sisi tuwe watu excellence. Tuwe watu wasiokuwa wa kawaida. Tuweze kujiweka katika sehemu zile binadamu wafikiri. Na tutafikaje? Peke yake kumuita mfalme wa wafalme, peke yake kumuita Yesu Kristo, peke yake kufuata neno la Mungu, peke yake kuomba, peke yake kufunga, peke yake kutoa zaka, peke yake kufuata neno la Mungu sawa sawa na mapenzi yake. Peke yake ndiye njia moja. Nyie mnayenifuatilia usiku wa leo ndugu zangu, msiwe na mioyo mizito. Kama una moyo mzito katika tatizo zako wewe mwenyewe sawa, lakini wakati ni wakati wa sisi kuungana kwa umoja ili tuweze kupigana kiroho kwa nchi yetu. Tupigane kiroho kwa nchi yetu. Mtakuwa wakimbizi miaka yote, mtakuwa asylum seekers miaka yote, lakini ni katika baraka zake Bwana. Aliwaangalia Waisraeli kule Egypt na akasema ni mna sehemu yenu. Congo woman, sehemu yako ni wapi? Sehemu yako ni wapi? Sehemu yake ni kule Kongo wa babu zako waliokuacha. Na kule Kongo tunaipigania kiroho. Utaipigania kiroho bila kuomba? Utaipigania kiroho bila kufunga? Utaipigania kiroho bila kumjua Mungu? Kwa sababu Mungu peke yake ndiye atakuokoa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuendelee mstari wa 4. Kwa hili wakuu na wasimamizi wakajaribu kutafuta za kumshtaki Danieli kuhusu usimamizi wake na shughuli za serikali. Maadui wanakutana na pamoja sasa. Wale maadui wameshaona excellence ya Kongo. Wale maadui wenyewe wanaona kama hawa watu afadhali tuwavunje, bila hivyo ile nchi itakuwa kubwa zaidi ya nchi zingine. Wale maadui wanaenda kuikaa pamoja. Lakini ninachojua Biblia inasema watakutanana, sio kusema kama maadui hawatakufuatilia. Maadui watakutanana, lakini wakati wanapokutanana watasambaratika milango 7 na mchanganyiko kwa uwezo wa jina lake Yesu. Maana haya ni mafunzo, tunatumia neno la Mungu katika maisha yetu. Anasema maadui watakutana katika maisha yako wewe, kwa sababu umezaa vizuri, kwa sababu ndoa yako ni ndoa nzuri, kwa sababu wewe ni mtu unaonekana kama una utofauti wako kwa namna unaofanya mambo yako. Maadui wanakutana na pamoja kufanya mbinu za kuweza kukuangamiza. Lakini mfalme wa falme, Bwana na Bwana, yeye mwenye uwezo na mwenye nguvu, hata kuokoa kutoka yale matatizo yote. Na Kongo ni vile vile, yale matatizo yote yaliyopangwa na shetani. Tusiyemjua sisi, tusijali ni miaka mingapi yale matatizo yamesha kuwa. Tunachojua na tunachojali zaidi ni ya kuwa Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Kongo iko mikononi mwake. Kongo ni mikononi mwake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huyu ni mwaka, ni mwezi wa kuweza kujitia sisi wote kiroho. Tumuombe Mungu. Tumuombe Mungu ili watu wetu wasiangamie. Tumuombe Mungu ili hata wale politician wetu waamini kuwa tunaomba Mungu, kwa sababu tunapomuomba Mungu, Mungu atawalinda wale wanasiasa na wenyewe. Kwa kuwa hata wanasiasa sio ndio wenyewe wana sheria ya kufa. Mungu anatupenda sisi wote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sisi wafuasi wa neno la Mungu, sisi wenyewe tunaikaa kazi yetu kuombea wenzetu, wajumbe wa kuweza kuintercede katika maisha ya wenzetu. Tunaomba kwa jumla sisi wote, kwa jumla, na maombi yetu Mungu atatenda. Bwana atatenda, kwa sababu anasema niiteni nitakuwa pamoja nanyi. Na naamini kuwa mwezi wa 11 maombi yetu tunafanya ya Kongo sio kwa bure. Ni kwa sababu ana ujumbe zake anataka tufuate, na atatenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tuendelee. Tuanze tena kidogo pale mstari wa 4 tuone. Kwa hili wakuu wasimamizi wakajaribu kutafuta sababu za kumshtaki Danieli kuhusu usimamizi wake na shughuli za serikali. Alikuwa ameshakuwa na ule utofauti, lakini ule utofauti wake unaogeuka kama vile unaleta wivu aweze kuangushwa. Ni wangapi wetu haukutenda mabaya, lakini binadamu anakutungia mabaya? Ni wangapi? Lakini hapa Biblia inasema lakini hawakuweza kufanikiwa. Wale maadui wa Danieli waliojikusanya wakaenda kupanga yale waliopanga, Biblia inasema hawakufanikiwa. Na wale maadui zako wewe wanayekufuatilia usiku na mchana,
haujawatendea libaya hata limoja, hawatofanikisha kwa uwezo wa jina la Yesu. Watatembea usiku mchana, lakini hawatofanikisha, kwa sababu ukiwa hauna kosa na wenyewe, na ukiwa unamuita Mungu muumba, hakuna namna adui atakufuata. Watahangaika kwa kuwa malaika zake Bwana watakulinda. Malaika zake Bwana watakulinda. Na ndio hivyo tunaweka nafsi zilizoko Kongo. Nafsi zilizoko Kongo sio nafsi victims za kuweza kufa na vita yote inayokuja Kongo. Wakazi wa Kongo tunatuma malaika waweze kuwalinda. Wanasiasa wapigane vyao, lakini watu wetu wawe na amani. Watu wetu wasifi. Unaona? Na hatutawezaje? Hatutaweza kwa sababu sisi hatuna uwezo. Uwezo wake ni Bwana peke yake, Mungu muumba. Wewe uko hapa London, uko America unaniangalia, wewe uko Sweden, wewe mwenyewe uko hapo France, wewe mwenyewe uko hapo Belgium, wewe mwenyewe uko hapo Denmark, popote pale nchi zilizoko mbali ya Kongo, msaada gani tutawafanyia wakongomani wakati huu? Msaada gani? Hatuna msaada hata umoja wenyewe tunaweza kutuma peke yake. Katika maombi, katika sala zetu tunaiweka ile Kongo kwenye mikono yake Bwana, ili watu wetu wasiangamii tena. Bwana atatuwezesha. Mipaka, manake umbali sio mpaka. Umbali sio mpaka. Maombi kuyaomba hapa London yanakwenda mpaka kule vijijini kwetu, yanakwenda mpaka Kongo nzima, nzima Kongo yote mviringo wake. Maombi ukiyaomba hapa London, ukiyaomba wewe mwenyewe uko America, nyewe wenyewe mko Sweden mnaifuata kipindi hiki, unaona maombi yale tunayaomba yanakwenda kiroho na yanakutana na yote na kuweza kutenda yale tumekusudia, kwa sababu ni baraka na uwezo Mungu alitupatia. Unaona? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kweli maadui wanakutana, ni kazi yao ya kukutana na kuweza kupanga mbinu za kuangamiza wale wa haki wake Bwana, wale wafuasi wake Mungu, wale wenye roho wa Mungu. Unaona? Lakini wakati wale maadui wanakuja, wanatukuta kwenye hali gani? Wanatukuta kwenye hali ya dhambi. Wakikuta kwenye hali ya dhambi, ndio wanakuwa wanakushtakia yale madhambi ulitenda. Lakini wakikuta kwenye hali nzuri, hali nzuri ya mwendo mzuri, unatembea sawa sawa na mapenzi yake Bwana, watahangaika mchana usiku, hawatofaulu. Hawawezi kufaulu kwa sababu malaika zake Bwana watakuwa pamoja nawe 24/7. Hawatokuacha. Bwana asifiwe sana. Tuendelee. Hawakuweza kupata kosa kwake. Unaona? Lakini hawakuweza kufanikisha. Hawakuweza kupata kosa kwake kwa sababu alikuwa mwaminifu na wala hakupatikana na upotovu wala uzembe. Unaona? Shetani ameisha zunguka katika maisha ya Danieli. Wale maadui wamefanya mkutano, wakasema ni kitu gani huyo Danieli tutamzulia? Ni mwaminifu sana. Hakuna namna. Ndugu yangu, wewe ni mwaminifu? Ni mwaminifu sana mpaka pale maadui zako watakuja wanasema huyo hatutamweza kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu hatuna jambo la kuweza kumzulia, kwa sababu hatuna kile tutamshtaki kiweze kumshika. Ndio sehemu Mungu anataka twende mwaka huu ili tuweze kuamrisha jambo na litendeke. Unaona? Tunapaswa kuwa na ule uzoefu wa neno la Mungu. Tunapaswa kuwa na ule uzoefu wa mwenendo wake Bwana. Unaona? Tukishakuwa na ule uzoefu, tunakuwa na utaalamu. Uzoefu ni kuwa na experience ya kuweza kuelewa neno la Mungu, kuweza kulisoma na kulitembelea. Unakuwa unajijenga ki-experience. Ndio ule uzoefu wa lile neno la Mungu. Alafu kuwa na utaalamu ni ile expertise. Maana unakuwa na ile expertise ya kuweza kujua hili neno nao lisoma katika Biblia nitalifanyaje ili liwe na kazi ndani ya maisha yangu, ili liweze kutenda katika kufuata neno lake Bwana, katika kufuata mahubiri haya, katika kusoma Biblia. Hata wewe mwenyewe unasoma, unaona Mungu atakugeuza wewe na vyako vyote. Mungu atakugeuza. Maana yake anasema nitakupa yale roho yako anahitaji, yale matakwa yako yale unayoyahitaji Mungu anakupatia. Anasema yale yenye roho yako unajifikiria kuwa hiki ndicho ninachofikiria kuwa, Mungu anakupatia, kwa sababu yeye ni Mungu wa kuita na kuitika. Unajisikia tu katika roho yako mimi ninajisikia ni kuwa milionea. Usiseme unajisikia ndio baraka Mungu amekupatia. Anza kuzifuta zile milioni zako, anza kukokota. Utazikokotaje? Ni kwa neno lake Bwana peke yake. Ni katika kufunga, kumuita mfalme wa wafalme awe pamoja na wewe usiku na mchana, sio kwa kukimbia katika makanisa wa kusomeaje kitabu cha Mungu. Kitabu cha Mungu hiki kiliandikwa ni wa kusomea.
unasoma neno la Mungu peke yako. Neno la Mungu una uwezo kulisoma peke yako. Bwana atuwezeshe sana ili tuweze kuwa na uzoefu, tuweze kuwa na utaalamu wa kuweza kufuata neno lake, na atatenda, kwa sababu anasema tumuombe na atatuwezesha. Bwana asifiwe sana. Naona tunaenda mstari wa 5. Mwishoni watu hawa walisema, kamwe hatutapata misingi kwa ajili ya mashtaka dhidi ya mtu huyu Danieli, isipokuwa kile kinachohusiana na sheria ya Mungu wake. Wameshakosa dhambi yoyote watamshtaka. Wanakwenda kwa ile njia yake sasa ya kumfuata Mungu. Ile njia yake ya kuabudu Mungu ndio wanakwenda kuweka vikwazo. Ndugu yangu, ni wengi katika maisha wanawekwa vikwazo hata kwa zile njia nzuri wanayokwenda. Huyu mama anapenda kwenda kanisani sana, huyu mapasta wote ni awara zake. Huyu baba huyu, inakuwa ni yale mashtaka ili uache neno la Mungu. Unaona? Hawa walifanya hivyo katika maisha ya Danieli. Walifanya hivyo. Amri iliyotangazwa rasmi kwa sababu ya wivu. Walitoa amri itangazwe ili huyu Danieli ashikwe na makosa. Tuendelee mstari wa 6 tuone. Basi wasimamizi na maliwali wakaingia kwa mfalme kama kikundi, wakasema, Mfalme Dario, uishi milele. Wasimamizi wa kifalme, wasaidizi, maliwali, washauri na watawala wote wamekabiliana kwamba mfalme atoe sheria za kukazia amri kuwa yoyote atakayemwomba Mungu au mwanadamu katika muda huu wa siku 30 ama siku 13 zijazo, isipokuwa kwako wewe, mfalme, atatupwa ndani ya tundu la simba. Yoyote atakayemwomba Mungu. Manake kama vile kusali kwa katika madhehebu yako yenyewe unafuatilia. Unaona? Sheria imetoka, ndio udhaifu peke yako walimkuta nao Danieli. Dhambi zingine zote walitafuta makosa, lakini wakakutana kuwa hilo tu peke yake. Tukikataza kusali tunampata kwa sekunde. Kama kawaida yake, amri imetungwa kwa Danieli peke yake. Sasa zile amri zozote zilizotungwa katika maishani mwetu, zenye wanawake walikaa ama wanaume wakaikaa wakasema, huyu tunafunga huyu hata olewaga, ama huyu tunafunga watoto wake wote hawatakuaga chochote. Zile amri zozote zile Mungu anatushindia usiku wa leo. Amri zozote zilizoandikwa na binadamu wa kike ama wa kiume kuhusu nchi Kongo, zinazoendelea kutembea leo na kuweza kuangamiza. Zile amri zozote zilizopangwa sehemu za siri tusizozielewa, tunavunja usiku wa leo kwa nguvu yake Yesu. Uwezo wa moto wa Roho Mtakatifu uchome. Damu yake Yesu ilishinda pale msalabani, maliza vyote. Kwa kuwa nchi ile haina kosa yoyote. Kosa moja ni ile zile baraka Mungu ulipatia nchi ile. Bwana asifiwe sana. Kwa kuwa ninajua kuwa wewe unaendelea kutenda na unafanya kazi katika biashara ya binadamu. Tenda katika maisha haya ya Kongo ya miaka hii. Tenda katika mwezi huu, kwa sababu Kongo ina shida yako Bwana. Tuna shida ya mkono wako wewe peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amri imetungwa kwa Danieli. Amri imetungwa. Kama vile amri ilitungwa, wakasema nchi Kongo igawanywe ite mara mbili. Kama vile amri inatungwa ya kusema Kongo ichimbwe tu watu wasisaidiwi pale. Kama vile amri imetungwa hata zile monkeys, gorillas, za Kongo zina maana kushindia mkongomani peke yake. Naziona siku hizi ziko kwenye television, wanazipatia bottle milk wakati mtoto wa mkongomani anakufa. Zile amri zote zinayefanya kama sisi tunaonekana kuwa hatuna maana. Tutapigana vipi? Ni katika kumuulilia mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu aliyetuumba sisi kwa mfano wake. Kwa nini mnyama athamanishwe kuzidia mkongomani? Kwa nini? Na Mungu anasema nimewaombeni nyie wakongomani kwa mfano wangu. Hakusema aliumba monkey kwa mfano wake. Ni sisi binadamu litumba kwa mfano wake. Hayo yote ni mambo ya kustaajabisha. Lakini
Kwa kuwa tunaonekana wadhaifu, lakini tunakimbilio. Udhaifu tunao ni kwa kuwa hatuna silaha za kupigana damu na damu, na ni kwa kuwa Mungu hataki tupigane damu hiyo. Mungu anataka tumkimbilie yeye ili aweze kutupigania. Tuangalie Daniel alifanyaje hapa. Tuangalie Daniel alifanyaje. Mstari wa 8 unasema, sasa mfalme, toa amri na uiandike ili kwamba isiwezi kubadilishwa. Wale maliwali wanamfuatilia Danieli tu, wanaenda kumwambia mfalme aandike amri. Ile amri iwekwe kama vile decree yenyewe, haiwezi kubadilishwa. Unaona? Na ndio tunapigana usiku wa leo. Amri yoyote iliyoandikwaga kuhusu nchi ile, sisi hatuelewi, na nafikiria kwa hata mababu zetu hawajui. Amri zozote zile, wa kike ama wa kiume aliwahi kuikaa siku moja, zikaandikwa kwa siri, ninazikabidhi Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anaitwa Jehova Shama. Jehova Shama aweze kuvitatua vyote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Na Mungu wetu atatenda usiku na mchana. Unaona? Tunaendelea hapa. Kwa kulingana na sheria za Wamedi na Waajemi ambazo haziwezi kubadilishwa. Hivyo mfalme Dario akaiweka amri hiyo katika maandishi. Akaweka amri hiyo ya kuwa mtu yote atakayesali kwa zile siku 13 na hawekwe katika tundu la simba. Tusome mstari wa 10 tuone. Ikawa Danieli alipofahamu kuwa amri ile imetangazwa, alikwenda nyumbani kwenye chumba chake cha gorofani, ambako madirisha yalifunguka kuelekea Yerusalemu. Mara 3 kwa siku akapiga magoti na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama alivyokuwa akifanya mwanzoni. Hakuacha. Alimuita Mungu. Kwanza aliongeza maombi. Alikuwa anaombea hapa barazani sebuleni. Akasema hapa, amri imetoka hii ya kusema nisimwombe Mungu. Sasa hapa ndo ninakohitaji msaada kabisa. Alikwenda lengo la juu, akapanda. Ndio kwa maana tunasoma ameenda chumba cha juu cha gorofani, akaongeza maombi. Na mara 3 kwa siku anamlilia mfalme wa falme, mara 3 kwa siku anamlilia Bwana wa mabwana. Unaona? Ndipo watu hawa wakamwendea kama kikundi na kumkuta Danieli anaomba na kumsihi Mungu kwa ajili ya msaada. Alimkimbilia mfalme wa falme kwa ajili ya msaada. Ndugu yangu, popote pale ulipo, ile challenge, changamoto unayoiona, ile haujui namna gani iliingia kwenye maisha yako, unafanyaje? Unakwenda chumba cha gorofani. Maana yake unaongeza lengo la maombi yako ili uweze kuomba msaada wake Bwana. Ili ulikuwa unaomba mara 1 kwa wiki, inakuomba dada yangu, kaka yangu, uombe mara 3 kwa siku kama vile Daniel alifanya. Kuomba sio mpaka uikae chumbani, unaweza kuomba katika shida, katika njia zako za kazi. Unamkumbuka Bwana wakati wote ule, na hatatenda. Unaona? Na hatatenda. Kuhusu Kongo ni hivyo hivyo. Popote pale kuliandikwa sheria yoyote ya kuweza kuangamiza nchi ile, Wakongomani mnafanyaje? Tunamkimbilia Mungu muumba, aliyeumba Kongo na kaumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Ana madaraka ya kuweza kubadili vilivyoandikwa, viliandikwa na binadamu, havikuandikwa naye Mungu. Na sisi tunafuata ripoti ya nani? Tunafuata ripoti za binadamu. Vyovyote vile waliandika ni facts, lakini ukweli unasemaje? Ukweli unasema ya kuwa Mungu alituumba sisi na alitupendelea kwa mfano wake. Nanielewa? Na anasema katika neno lake, hautokufa lakini utaishi kutamka yale mema nimekutendea. Na ndio maana nawaambia Wakongomani usiku, baraka zake Bwana katika Biblia linasema hatuwezi kufa lakini tutaishi kuzungumzia yale mema Mungu ametenda katika maisha yetu, yale mengi mema Mungu atakayotenda wakati huu, ulinzi wake kutoka mbingu ili uweze kutulinda sisi na vyetu vyote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina lake Yesu. Jambo moja linalotakikana ni nini? Maombi yanakwenda lengo la juu. Chumba cha gorofani, popote pale ulipo ndugu yangu, maombi yako ongeza. Hata kama wewe sio mtu wa kusema ulikuwa unaweza hata funga hata siku 1 kwa wiki kwa sababu ya nchi Kongo. Funga hata siku 2 kwa wiki kwa sababu ya nchi Kongo. Funga. Na ninakwambia sisi wote tukifanya hivyo itakuwa ni maajabu. Binadamu watastaajabu yale Mungu atakayotenda. Anasema katika kitabu cha Yeremia 33 mstari wa 3 ama 33 mstari wa 3, niite wakati wa shida
na nitatenda makuu yale yasiyojulikana, yale makuu yenye sisi hatuelewi, yale makuu science hakiwezi kujustify, yale makuu ya kushangaza. Na yakisha kuwa makuu ya kushangaza ndio wanaita miujiza, ndio wanaita miracles. Bwana asifiwe sana, kwa sababu mwezi huyu yuko Kongo. Ninajua katika listi yake ya yale mahitaji ya binadamu, Kongo iko number 1, na ninajua kuwa anaendelea kutenda. Mwaka huyu anajiinua kwenye sehemu za juu zote na kuwaonesha ulimwengu kuwa yeye ni Mungu, Mungu mwenye uwezo na nguvu. Mungu mwenye uwezo na nguvu. Ni mimi na wewe ndugu yangu, tushikanane naye Bwana, tumuombe na moyo mmoja, tutembee sawa na mapenzi yake, ili wakati tunapomuita aweze kutuelewa, aweze kutenda miujiza yake katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mstari wa 12 unasema, basi wakaenda kwa mfalme na kusema naye kuhusu amri ya kifalme. Je, haukutangaza amri kwamba kwa muda huu wa siku 30 ama siku 13 zijazo, mtu yoyote ambaye atamuomba Mungu au mwanadamu yoyote isipokuwa wewe, mfalme, angetupwa ndani ya tundu la simba? Mfalme akajibu, amri ndivyo ilivyo kulingana na sheria za Wamedi na Wajemi ambazo haziwezi kutanguka. Unaona, sheria ile imeshapangwa, haiwezi kutanguka. Hata iweje, Danieli kwa kuwa ameshikwa, alikuwa anamuomba Mungu, atawekwa kwenye kile chumba cha tundu la simba. Tuone Mungu alitendaje sasa. Tuone Mungu alitendaje. Mstari wa 13 unasema, ndipo wakamwambia mfalme, Danieli ambaye ni mmoja wa watu wa uhamisho kutoka Yuda hakuheshimu mfalme, wala hajali amri ulioweka kwa maandishi. Angalia, anaomba mara 3 kwa siku. Maadui. Kumwomba Mungu ni dhambi. Maadui. Chochote kile kizuri unachofanya utageuza ni kibaya. Chochote kile, hali ya mambo tofauti ya maisha yanafanya binadamu aonekane mpumbavu. Manake binadamu ukionekana wewe ndio una matatizo kila siku, wengine wanakuwa mama naye matatizo kila, unaonekana mpumbavu. Lakini wale wanaeshafanya mambo yao yanakwenda mara moja, wanaonekana wenyewe ndio wana akili. Wenyewe ndio wana akili, na wale ndio wanaika kazi yao kuweza kuangamiza wenzao. Lakini habari njema ya leo inakuja nasema, mfalme wa falme, Bwana wa majeshi, Mungu muumba yuko katika biashara. Wale maadui wote wanayejipanga kuweza kupanga mbinu zenye sisi hatuelewi katika maisha yetu, katika nchi yetu, Mungu anaendelea kudili nao. Mungu anaendelea kudili nao. Unaona, hali ya mambo tofauti ya maisha yatakufanya wewe uonekane kuwa mjinga, ama kuitwa majina tofauti. Haukuolewaga, yule malaya mkubwa kazi ya kunyang'anya wanaume wa watu. Mwanaume haukuowaga, yule sajuzishaga wanaume wake kwa wapate pesa. Hakuna kizuri utakachofanya. Lakini Bwana mabwana, hata kama midomo 1000 inakushtaki, wewe tembea sawa sawa na mapenzi yake Bwana. Ndio jambo la muhimu. Tembea sawa sawa na upendo wake, na atakuondolea yale yote moja kwa moja. Tukiweka Kongo leo, inaonekana Kongo wakongomani ni waongo, wakongomani ni hivi, yale yote ni uongo. Tutembee sawa sawa na mapenzi yake Bwana, na Mungu wetu atatushindia. Mungu wetu atatushindia, na ameshashinda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunaingia katika Zaburi, kitabu cha Zaburi 121 na mstari wa 6. Zaburi 121 mstari wa 6. Jua halitokuzuru mchana, wala mwezi wakati wa usiku. Jua halitatuzuru mchana. Ndio Mungu anavyosema. Jua halituzuru mchana ama mwezi usiku. Kwa nini jua mchana? Kwa nini mwezi usiku? Wakati wa mchana jua lina mambo yake. Kuna mambo mengi, activities nyingi zinapitikana mchana. Zote zinazopitikana mchana, Biblia inasema hazitokuzuru wewe, hazitonizuru mimi, hazitozuru watoto wetu, hazitozuru nchi yetu, vyovyote vile vinavyopatikana mchana. Alafu tena hapa anasema wala mwezi wakati wa usiku.
yale ya usiku pia yanatembezwa usiku, hayatotuzuru sisi na vyetu vyote. Inamaanisha sisi na biashara zetu, sisi na kazi zetu, sisi na afya yetu, sisi na watoto wetu, na majumba yetu, hata na vyetu na kwetu. Mungu muweza anaendelea kutulinda. Neno lake ameandika katika kitabu cha Zaburi. Bwana asifiwe sana. Turudie kwenye Danieli sura ya 6 ile, tuingie mstari wa 14. Tuone hapa ilikuwaje. Wakati mfalme aliposikia hili, akahuzunishwa mno. Mfalme akahuzunishwa sana, kwa kuwa alikuwa anajua kama Danieli anamuomba Mungu. Lakini kuna ile sheria ya Wajemi, ile imeandikwa, ikiandikwa na haiwezi kubadilika. Haya, akahuzunika mno, akakusudia kumwokoa Danieli. Mfalme akakusudia kumwokoa Danieli. Ni matatizo gani unayo? Yamekubana kwenye shingo kama kamba, umekuwa kama vile kwenye maji marefu, unaona kama hakuna msaada. Kuna mtu mmoja atakayekusaidia. Danieli hapa maadui wameshafunga, na ile amri itasanyiwa na huyu mfalme. Lakini mfalme akakusudia kumwokoa Danieli, naye akafanya kila jitihada ya kumwokoa hadi jua likatua. Hadi jua likatua, mfalme anatafuta namna ya kumwokoa, lakini kuna sheria imeshaandikwa, na ile sheria haiwezi kubadilishwa. Sheria gani ile imeandikwa katika maisha yako yenyewe unayejua kama haiwezi kubadilishwa? Hiyo sheria usiku wa leo mfalme wa falme, Bwana mabwana, anatuma malaika zake kuweza kuvunja vyote kwa uwezo wa jina la Yesu. Na wewe popote pale ulipo unasema amina. Amina ndugu zangu, hadi maombi ya makubaliano. Sheria zozote zilizopangwa katika nchi Kongo, zile ziliandikwa zikasema hizi hazitobadilika. Oh Bwana, mfalme wa falme anashusha majeshi chini na kuweza kuvunja vyote. Ni moto wa Roho Mtakatifu unachoma dakika hii, unachoma vyote kwa uwezo wa jina la Yesu. Vyote vilivyopandwa vikaandikwa na yeyote wa kike ama wa kiume, ninachojua anazungumza ya kuwa utatamka jambo na litatendeka. Na ninasema usiku wa leo, vyovyote vile vipeni jina ndugu yangu. Siangalii ukubwa wa zile karatasi zilizoandikwa, lakini ninaangalia ukubwa wa Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Ukubwa wake sio ukubwa wa kulinganisha. Yeye ni Mungu mwenye nguvu na mwenye uwezo, na anaendelea kutenda. Na ninamuita usiku wa leo, Bwana, neno lako linapokwenda liende na ule moto kama vile unavyosema, kwa kuwa wewe ndiye mkombozi wa maisha yetu, kwa kuwa wewe ndiye mkombozi wa nchi Kongo. Hatuna kwingine kwa kukimbilia. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, asante Baba. Kila ngazi na njama zitaangamizwa katika jina la Yesu. Kila ngazi yoyote, katika level zozote, ile mipango imeshafikia, katika njama zozote, mikutano yote walioikaa katika maisha yako wewe, katika maisha yangu mimi, wakasema hapa ndio tumetia mkono, huyu hata kuaga hivi, hiyo inabaki ni hadithi. Lakini tunavyojua leo, mfalme wa falme ameshavunja vyote, na sisi ni wale wenyewe Mungu ameitarajia tu. Baraka zake zile aliyotuandikia ndio zenyewe tunaanza kuenjoy kwa uwezo wa jina lake Yesu. Mfalme wa falme, Bwana mabwana, kila ngazi yoyote na njama zozote zilizopangwa katika nchi Kongo na kuweza kusema ile nchi ni hivi, hakuna binadamu ana uwezo kushinda Mungu muumba. Hakuna binadamu wa kike ama wa kiume anaye nguvu kushinda uwezo wake Bwana. Usiku wa leo tunatuma majeshi ya Bwana yateremke katika vijiji vyote, zile kona 4 za nchi, zile frontier, ile mipaka 9 ya nchi jirani yote. Moto wa Roho Mtakatifu unazunguka. Hakuna njama yoyote ama level yoyote ya mikutano. Hakuna. Mfalme wa falme atawatia confusion ya kutoka mbingu. Hapana confusion ya binadamu. Wataingia mlango mmoja, watasambaratika milango 7 kwa kuwa neno la Mungu linazungumza. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jioni ya leo tunazungumzia Danieli katika tundu la simba. Ndugu yangu, una matatizo yale unaona kama yamekushikilia sana, kama mwenye umefungwa jela. Una matatizo yale unaona kama kweli simba ni kama vile simba kabisa amekusimamia. Ndio hivyo namna Danieli aliyofanya, ndio tunafanya usiku wa leo. Na Mungu atatuokoa, na Mungu atatuwezesha, na Mungu atatushindia yote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Tuendelee chini tuone hapa. Mstari wa 15 unasema,
Ndipo wale watu hawajachoka, wale maliwali, ndipo wale watu wakamwendea mfalme kama kikundi na kumwambia, mfalme, kumbuka kwamba kulingana na sheria ya Wajemi, ya Wamedi na Wajemi, hakuna amri wala sheria ambayo mfalme ameitoa inayoweza kubadilisha. Wangali wanafuatiliana ili Danieli aweko kule ndani. Danieli akiwekwa kwenye lile tundu la simba, Danieli simba si zinamla. Si atakuwa tu ni breakfast kwa zile simba ama lunch kutokeana na muda watakayemuingiza mle ndani. Unaona? Maana yake hapa maadui wameshapanga ni kuua. Unaona? Jambo lolote lile linalokuja linakutisha kuona kama ndio mwisho wa maisha. Usisumbuki nalo. Usiangalie ukubwa wa hayo matatizo. Angalia ukubwa wa Mungu wako. Angalia ukubwa wa Mungu wetu. Na ule ukubwa wa Mungu wetu utakuwezesha. Utapita chini ya maji, atakuwa pamoja nawe. Utapita chini ya moto, atakuwa pamoja nawe. Sisi wote atakuwa pamoja nasi kwa uwezo wa jina lake Yesu. Unaona? Tuingie mstari wa 16 tuone. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa ndani ya tundu la simba. Mfalme akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima na akuokoe. Hapa mfalme amemwambia, lakini katika kusoma naona kama mfalme alikuwa kama vile anamtakia mema yule Mungu unayemuita usiku na mchana, akuokoe, kwa sababu kwa nani yangu mimi nimeshashindwa, kwa sababu ni sheria ikiandikwa hakuna namna inaweza kuwa isitendeki. Mstari wa 17 unazungumza kuwa jiwe likaletwa na kuwekwa kwenye mdomo wa tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa pete yake mwenyewe pamoja na kwa pete za wakuu wake, ili kwamba hali ya Danieli isiwezi kubadilishwa. Unaona? Maadui wakafurahi sana. Ila kuna mtu atakayemwokoa Danieli. Maadui walifurahi sana. Wakajua huyu tunamuingiza huko, basi dakika 10 tu simba zimekula. Lakini kuna mtu atamwokoa Danieli. Tatizo lolote lile unalokuwa nalo, ndugu yangu, umesha kufa moyo, muamini mfalme wa falme. Angali kwenye biashara ya kuokoa wale wanayemwamini. Angali kwenye biashara ya kuokoa wale wanayetembea sawa sawa na mapenzi yake. Jichunguze, uangalie unatembea sawa sawa na mapenzi ya nani. Alafu uone Mungu wetu atatenda. Atatenda. Tuingie mstari wa 18 tuone. Mstari wa 18 unasema, kisha mfalme akarudi kwenye jumba lake la kifalme, na usiku kuchwa hakula chakula wala kutumia viburudisho alivyoletewa, wala hakuweza kulala. Mstari wa 19 unasema, mapema alfajiri mfalme akaondoka na kuharakisha kwenda kwenye tundu la simba. Mfalme anakwenda kuangalia, lakini hata akienda sadakutana ni mifupa ndio imebaki. Mstari wa 12 hapo unasema 20 unasema, wakati alipokaribia lile tundu alimuita Danieli kwa sauti ya uchungu, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuokoa na simba hawa? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hata yule aliyotia mkono, aliyesaini kusema kama Danieli aweko kwenye lile tundu la simba, angali anaamini kuwa huyu ni mwaminifu wake Bwana. Ndugu yangu, uaminifu wetu ndio utatufanya tushinde ile mitego ya wabaya zetu. Uaminifu wetu peke yake. Alienda kasaini na pete yake, lakini ameamkia asubuhi amekosa amani na kwenda kumuita Mungu wako amekuokoa. Yule Mungu wetu, Kongomani popote pale ulipo, yule Mungu wetu aliyetuumba kwa mfano wake, akasema na akajifikiria katika ajenda yake kuwe na nchi inaitwa Kongo, na niweke hao watu makabila 400, zaidi ya 450 wawe pamoja na wasikilizane. Kila siku ninaongea, yale peke yake ni maajabu. Yale peke yake ni maajabu. Yule Mungu ndiye tunayemwita. Hatukimbili miungu, tunakimbilia Mungu muumba wa ulimwengu na vyote vilivyo. Nani siwadanganyi, tukitembea sawa sawa na mapenzi yake, atatenda yeye yenyewe alitenda katika tundu la simba. Atatenda kama vile alivyotenda katika tundu la simba. Tuone mstari wa 21 wanasemaje.
Danieli akajibu, haleluya, wewe umelala katika tundu la simba unatoa sauti? Hayo ni maajabu peke yake. Na Danieli akajibu, wewe mfalme uishi milele. Oh Bwana. Danieli akajibu, mfalme uishi milele. Mungu wangu alituma malaika wake. Oh, asante Yesu. Mungu wangu alituma malaika wake. Oh Yesu. Wakati matatizo yanotufuata ndugu yangu mimi na wewe, malaika wake Bwana watakuja. Oh, ni swala kubwa hilo sana. Malaika wake Bwana watakuja kule kutulinda. Oh ndugu, na ikiwa kama unajifikiria uko katika situation, malaika zake Bwana hawezi kuja, huyu ndio wakati wa kuweza kusawazisha. Huyu ndio wakati wa kuweza kujiweka sawa sawa. Tembea sawa sawa na mapenzi yake Bwana, ili wakati matatizo yanakujia, malaika zake Bwana wapigane. Bwana asifiwe sana. Danieli akajibu, asante Yesu. Mfalme uishi milele. Mungu wangu alimtuma malaika wake, naye akafunga vinywa vya hawa simba. Akafunga vinywa vya simba. Manake wale simba walikuwa zaidi ya mmoja. Hapa inasema vinywa, manake ni vinywa vingi vya hawa simba. Hawajanizuru kwa sababu nilionekana sina hatia mbele zake. Kwa kuwa alionekana hana hatia mbele zake. Hana hatia mbele zake. Ndio maana kila siku ninaongea vita ya Kongo sio vita ya kununua silaha kwa silaha. Hapana. Vita ya Kongo ni vita yenyewe sisi tunamkimbilia mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Tumkimbilie Bwana ili yeye peke yake ndio apigane vita ile. Lakini tukisema sisi tujipiganie, tutajiona katika sehemu ya udhaifu. Na ule udhaifu malaika wake Bwana hawatatulinda. Bwana asifiwe sana. Acha wakati vita inakuja tujikute tuko sawa sawa na mapenzi yake. Tunapokuwa sawa sawa na mapenzi yake, malaika zake Bwana wanateremka kona 4 na kuweza kutulinda. Atakavyopigana vita sisi hatujui, lakini ninachoamini anaandika katika neno lake, ukiniita wakati wa shida nitakuwa pamoja nao, na chochote lolote utakaloomba mimi nitatenda. Na ndio wakati tunamuita atutumie ulinzi. Ulinzi kutoka mbingu peke yake. Unaona? Ulinzi kutoka mbingu ni ulinzi wenye binadamu hawezi kudili nao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema sina hatia mbele zake, wala kama sijafanya jambo lolote baya mbele yako mfalme. Sina hatia wala sijatenda jambo lolote. Lakini wakati wenyewe matatizo yanatufikia sisi, tutakutwa bila hatia? Tutakutwa tuko watakatifu? Tutakutwa bila makosa ya kuweza kutushtaki na kuweza kutushikilia? Hayo ndio maswala usiku wa leo. Tatizo lolote lile unalokuwa nalo ndugu yangu, cha muhimu ni kuwa kwanza sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Ukishakuwa sawa sawa na mapenzi yake Bwana, Mungu atatuma majeshi yake. Kama ni magonjwa, kama ni shida tofauti, ninajua kama Mungu ni Mungu wa suluhisho. Na suluhisho zake zitakupata sehemu zozote. Lakini kuna condition, kuna ulakini. Ulakini wake ni ile, tembea sawa sawa na mapenzi yake Mungu. Unaona? Maana hapa tunaona kama Daniel hakupatwa na hatia yoyote. Hakuwa na hatia wala kosa lolote. Malaika waliteremka kumtumikia Daniel. Walifunga simba vinywa. Walishindwa kuweza kumla. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 23 unasema hapa, mfalme akafurahi mno, naye akatoa amri Danieli atolewe kwenye lile tundu. Mfalme akafurahi. Danieli sasa anaondolewa kwenye lile tundu. Danieli alipotolewa katika lile tundu, hakukutwa na jeraha lolote. Haleluya. Hakukutwa na kidonda. Alitoka jifikirie usiku mzima huko kwenye tundu la simba. Sangina hawa simba walikuwa ni hawa robot simba. Lakini nyewe wa Afrika mnayejua simba wa nyika. Mmoja tu anakukatakata wewe anakumaliza kwa sekundi. Daniel kaweka ndani kulala na simba usiku mzima. Na Kongo ni hivyo hivyo. Zile simba zote zinazunguka, zile simba zote ziko tayari kuweza kuvamia Wakongomani, kuweza kuangamiza nafsi za binadamu Kongo. Simba wa aina yoyote
awe ni simba kiroho, awe ni simba kimwili, awe ni simba sijui simba wa aina gani, ninachojua Jehova Shama, Jehova Al-Shaddai, Jehova Tideken, Jehova Mikadesh, Jehova Rufe, Jehova Nisi, Jehova Shalom amesimamisha ulinzi sehemu zote za nchi hii. Sijali simba wa aina yote atakayekuja. Ikiwa wewe ni simba ukuja kuhusisha watu wa amani, Shalom anakutanana na wewe usiku wa leo. Ikiwa wewe ni simba wa kuweza kuleta silaha za aina yote, Jehova Al-Shaddai anasema mimi ni Mungu mwenye uwezo. Anakutanana na nyie wote. Sitaki kujua penye mnatokea, lakini ninachojua, ninaombea nchi yangu na ninachoamrisha ni amani kona 4 zote za Kongo. Hakuna atakayekufa mwaka huyu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Hakuna kama tunamuita Mungu aliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Atatenda na ninaamini atatenda. Na atatenda. Bwana asifiwe sana. Tuendelee, hatujamaliza. Saa yetu inafikia karibu mwisho sasa. Bwana asifiwe sana. Lakini ikiwa kama hatukumaliza, tutaendelea wiki ijayo. Ikiwa tutamaliza, tutashukuru Mungu. Dakika chache tu ndio zinabaki. Bwana asifiwe sana. Danieli alipotolewa katika lile tundu hakukutwa na jeraha lolote, kwa sababu alikuwa amemtumainia Mungu wake. Hakukutwa na jeraha, alimtumainia Mungu wake. Katika matatizo ya maisha tunayo, tunamtumainia nani? Yesu. Katika matatizo Kongo yanayekupitia, nikisema Kongo ndio ninasema Wakongomani, yale yanayopitia Kongo, tunamtumainia nani? Bwana, mfalme wa falme, ninakuita usiku wa leo. Yesu, tupe moyo kuwa na matumaini, kukutumainia wewe Mungu uliyetuumba. Wewe peke yake. Tusitumainie miungu, lakini tukutumainie wewe Bwana mabwana, mfalme wa falme, uliyeumba ulimwengu na vyote vilivyomo, kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Hapa ninasema silaha maadui wametayarisha kukuzuru wewe, itawazuru peke yao kwa jina la Yesu. Silaha zozote zile, zozote, usitaki kujali ni silaha za aina gani, zozote, kwa sababu tuna Mungu Shama. Jehova Shama ni Mungu, yuko sehemu zote. Ni Mungu mwenea, omnipresent God, yuko sehemu zote kwa dakika moja. Anajua vyote vinavyotegwa katika maisha yetu, anajua vyote vinavyotegwa katika nchi yetu, na yeye Mungu peke yake ndiye anatatua vyote kwa uwezo wa jina lake Yesu. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Malaika wa Bwana walishajipanga kutupigania. Malaika wa Bwana wanajipanga kama vile waliompigania Danieli. Walimfunga simba mdomo. Yule simba aliyekusumbua ndani ya maisha yako, kakaangu, dadangu, usiku wa leo Mungu anamfunga mdomo kwa uwezo wa jina la Yesu. Yule simba anayejiinua kama yeye ni simba, alipandwaga hata tunaangamiza na moto wa Roho Mtakatifu kwa uwezo wa jina lake Yesu. Simba yoyote yule, wa kike ama wa kiume, usiku wa leo ndio mwisho wako. Ndio mwisho, kwa kuwa tunamuita mfalme wa falme. Tumeshachoka na hawa simba. Simba wengine ni katika familia zetu. Simba wengine ni marafiki, wale tunaona marafiki, marafiki wanajileta marafiki, kumbe ni maadui. Simba wengine ni majirani zetu, lakini simba yoyote ile ya rangi yoyote, Yesu, iwe ni simba, nimeona simba wengine weupe, simba wengine sijui weusi, wa kike ama wa kiume, hatofaulu katika maisha yetu, kwa kuwa tuko naye mfalme wa falme, kwa kuwa tuko naye Bwana mabwana, kwa kuwa tuko naye kimbilio letu, na nchi yetu vivyo hivyo. Hakuna simba yote atakayefaulu katika nchi ile, kwa kuwa tunamuita mfalme wa falme, Bwana mabwana, na atatenda usiku na mchana. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa katika Danieli kuna tangazo kisha ushindi. Tangazo kisha ushindi linasema, mstari wa 12, kwa amri ya mfalme, wale watu waliokuwa wamemshtaki Danieli kwa uongo waliletwa na kutupwa ndani ya lile tundu la simba. Wale maadui zetu wanaoikana kuweza kutupakazia mabaya, wale maadui wanaikaa katika mikutano na kuweza kufanyia Kongo mbinu tofauti zisizojulikana, wale maadui waliotia zile simba ili simba uweze kutula,
Wale maadui wote wanakusanywa na nguvu yake Bwana. Usiku wa leo, wale maadui wote wanakusanywa na uwezo wake Roho Mtakatifu. Usiku wa leo, wale maadui wote kwa jina la Yesu, wa kike ama wa kiume, ile mitego waliotutegea tuanguke, wanaanguka wenyewe. Lile shimo la simba, tundu la simba waliotutegea sisi tuende kule, wakatuzulia mabaya ili tuweze kuanguka ndani ya lile tundu la simba, wenyewe ndio wanaingia, na tuone simba tawafanyaje. Nao pamoja na narudia kidogo juu. Anasema hapa Danieli kwa uongo waliletwa, wale waliokuwa wamemshtaki Danieli kwa uongo waliletwa na kutupwa ndani ya lile tundu la simba, pamoja na wake zao na watoto wao. Waliuawa generation mbili, wenyewe na watoto wao. Yoyote yule, ndugu yangu, ningekuwa wewe penyewe, niko dakika ina size ninasimama, kwa sababu hii ni vita ya kiroho. Unasema yoyote yule aliyenishtaki niweze kuliwa na simba, Mungu ameniondoa, amenikinga. Huyu ni wakati na wao unawasukuma ndani ya lile tundu la simba, na wake zao na watoto wao. Malaika wa Bwana atawavuta wote, atavuta wote katika lile tundu la simba kwa uwezo wa jina lake Yesu. Nao kabla hawajafika chini kwenye sakafu la lile tundu, hawajafika hata chini, wangali juu kwa juu, simba wakawakamata na kusaga mifupa yao. Simba akawakamata na kusaga mifupa yao yote. Umeshaona? Walikuwa mama, baba na watoto, sijui familia ngapi, kwa sababu ya uongo, kwa sababu ya kuwa na roho ya wivu, kwa sababu ya kutakia wenzao mabaya. Mungu anaendelea kudili na simba wowote ule, simba wowote yule anayekalia kupanga mbinu za kuangamiza watu wake Bwana. Lakini kitu kimoja ni katika kusali na katika kuomba, ndio Mungu atatulinda, ndio Mungu atatuchunga. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Natoa shangwe na shukrani sana. Maombi yetu ya leo tunalinganisha na Danieli. Ikiwa kama wewe una muda, rudia katika kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 1 mpaka 28. Uendelee uone yale maajabu yenye Mungu alitenda katika maisha ya Danieli, na zile shida zote unazozipitia katika maisha yako, Mungu atatenda kama vile ametenda katika maisha ya Danieli, na atatenda hata zaidi. Unaona? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kipindi cha habari njema ni kama tumefikia mwisho sasa, na ninatoa shangwe na shukrani sana kwa mko wengi mnaendelea kufuata habari njema. Msiache kufuata kipindi hiki. Haya ni maarifa, ni mafunzo ya maarifa ya neno la Mungu, ili tuweze kuweka katika maisha yetu yale yaliyowapitia watu wa zamani. Sisi pia angali yanaendelea. Unaona? Tufuate sasa ile mifano na namna kuweza kujikomboa katika matatizo ya maisha, na Mungu atatuwezesha kwa sababu ni neno lake Bwana. Bwana asifiwe sana. Wafuasi wa habari njema popote pale mlipo, ninawapenda sana. Ninawapenda sana kuona mnaendelea kufuata kipindi hiki. Mungu ataendelea kuwabariki usiku na mchana. Unaona? Mwezi wa 12 unakuja. Nilikuwa najifikiria kuwa tutaweka habari njema, lakini kwa napenda tuweke pia nyimbo za Kiswahili za wasanii tofauti wanaoimbia Mungu kwa lugha ya Kiswahili, ili pia katika kipindi chetu watoto wetu wasikie pia na nyimbo zetu. Unaona? Alafu tuone itakuwaje. Tunaweza kuweka nyimbo 2-3, alafu naanza tena kuhubiri. Unajua mwezi wa 12 huyu sana tutamshukuru Mungu. Tumeshaombea Kongo mwezi wa 11, tumeshajiombea matatizo tunayopitia. Inabidi sasa tumtukuze Mungu mwezi wa 12 ili tuwe tayari kuweza kupokea baraka mpya. Wakati wa Christmas ni wakati wa zawadi, ili Baba pia aweze kutuzawadia katika familia zetu. Upendo wake Bwana uwe pamoja nanyi popote pale mlipo. Natoa shangwe na shukrani kuona ndugu zangu mnaendelea kunisupport katika email zenu ninazozipata, katika ujumbe wenu text ninazopata. Bwana atawaachilia, ataendelea kuwa pamoja nasi siku zote za maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amani ya Bwana iwe pamoja nani katika nyumba zenu. Jioni njema. Acha tuombe tumalizie. Bwana, kwa uwezo wa jina lako mfalme wa falme, ninatoa shangwe na shukrani Bwana kwa kuwa umetenda tena. Asante Bwana kwa kuwa umetuwezesha. Asante Bwana kwa kuwa neno lako limeingia katika roho, mwili na akili. Asante Baba kwa kuwa neno hili linaingia, linaenda kubadili. Mfalme wa amani, ninatoa shangwe na shukrani. Nyumba zote
za zenye Star TV International maonekana usiku wa leo Bwana. Habari njema popote pale imesikilika, ninaomba malaika zako waweze kushuka na kusimama nguzo za moto ulinzi kutoka mbingu kuwalinda watoto wako usiku wa leo Baba. Asante mfalme wangu, asante kimbilio langu, kwa uwezo wa jina la Yesu. Amina, 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 amen. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe.